Winome TV. Sisi ni familia mpya. Mtazamaji wa Winome TV, karibu sana. Hapa tuko maeneo ya Bombadi hapa mkoani Singida, opposite tu na roundabout ambayo inaelekeza magari ya barabara ya kwenda Mwanza, barabara ya kwenda Arusha, barabara pia ya kwenda Dodoma. Ndipo ambapo uwanja huu wa Bombadi uko maeneo haya. Lakini uwanja huu pia ni kugusie, ndio uwanja ambao utatumika kwenye maandalizi makubwa kabisa ya siku ya Mei Mosi ambayo itafanyika hapa tarehe 1 ya mwezi wa 5 2025. Lakini kubwa kuliko, tumefika hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza na Baptani Football Club ambao wako kwenye maandalizi ya mashindano mbalimbali ambayo yako mbele yao. Lakini kubwa kuliko, tutaweza kujua kuhusiana Baptani ni nini, kwa nini wanajiita Baptani, imeanzishwa lini, na wana matarajio gani na mafanikio gani ambao wako nayo, lakini pia changamoto gani ambao wako nayo. Kubwa kuliko, walituambia kwamba wana maandalizi ya kwenda kwenye mashindano. Mashindano haya yanafanyika wapi? Yote hayo tutaweza kuyajua ndani hapa. Lakini hapa Winome TV tumeweza kufika ni asubuhi, na hapa kama unavyoona wako na kocha wao wanaendelea na mazoezi kwa ajili ya kuweza kujinoa. Siku zote academy inafundishwa mpira, kwa hiyo ndio maana unaweza kuona wameamka asubuhi, akili zao zimetulia. Kubwa kuliko ni kwa ajili ya kuweza kusahihisha makosa ambayo wameweza kuyaona, lakini kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda murwa kabisa. Wao wanasema wanahitaji mataji hawezi kuyapata bila kujishughulisha na kufuata maelekezo ya walimu kama haya. Langu jina ni Elikana Obedi, kipenzi mashabiki. Nyuma ya kamera yupo Prosper Solomon ambaye anahakikisha kwamba unapata kile ambacho kitaweza kuendelea katika dimba hili la Bombadi hapa mkoani Singida. Tutaweza kuzungumza hapa na kocha pamoja na wachezaji ambao wenyewe wako tayari kwa ajili ya kuweza kushiriki michuano mbalimbali ambayo inaendelea hapa Tanzania na nje ya hapa Tanzania. Unaweza kusubscribe, like na kushare. Sisi ni Winome, tunakwambia sisi ni familia mpya. Jua linawahi sana kuchomoza, kwa hiyo hatuoni tofauti sana ya kufanya mazoezi jioni na kufanya asubuhi. Lakini sababu kubwa kuliko zote nafikiri ni uhaba wa viwanja. Viwanja vingi sana vya Singida ni viwanja vya kuachiana. Kwa mfano kama hapa sisi tunafanya mazoezi hapa asubuhi, jioni wanafanya ndugu zetu wa Singida Veteran. Kwa hiyo tunaachiana kwa namna hiyo. Kwa mtazamaji ambaye anakusikia hivi sasa, anatamani kujua jina, kwa maana tumeanza kugusia kuhusiana asubuhi, anatamani kujua. Mimi naitwa Ramadhani Abdi Mgwao. Yes, wengine wanapenda kuniita Profesa asiye na kipara. Yes, kutokana tu na maajabu ambayo yanatokea kwa vijana hawa, nikapewa jina hilo. Naam. Tukianzia kuhusiana na hichi ambacho wewe ni kocha wa timu hii ya Baptani FC. Kwanza kwa nini iliitwa Baptani kwa namna moja ama nyingine? Baptani imebeba jina, tumetumia jina la Baptani, imebeba herufi za waasisi wa taasisi. Yes. Mimi bana, kwa majina ya kwenye passport shuleni nilikuwa naitwa Baraka Abdi, lakini kuna ndugu yangu ambaye yeye ni mkurugenzi wa hichi kituo anaitwa Peter Makala. Kwa hiyo tukachukua ile tukachukua P, ile tan Tanzania. Kwa hiyo Baptani ni majina au herufi za mwanzo za waasisi wa taasisi hii. Yes. Kwa nini mliwaza sasa japo nyinyi ni waanzilishaji, lakini mkawaza kuita majina yenu mkachukua baadhi ya herufi? Kwa nini mlifanya hivyo? Mimi nafikiri ni kitu ambacho tumekibuni tu sisi, kwa sababu wakati tunaanzisha timu, lakini vile vile katika utafutaji tulianzisha kitu kama kampuni ambayo ni nje na football, na yenyewe inaitwa Baptani Tanzania Limited. Kwa hiyo tumeamua tukusafiria mule kwa sababu tuna uhakika. Kwa mfano tuna uhakika kwamba timu itakuwa ni ya kwetu, lakini uendeshaji kwa baadaye unaweza kubadilika, lakini kwa majina haiwezi kubadilika. Tutaendelea tuna majina haya. Wazo hili la kuanzisha academy kama hii ambayo pia kwa hapa Singida inaonekana inafanya vizuri sana, wazo hili liletwa na nani, lakini pia academy yenu mkaianzisha mwaka gani? Sisi taasisi yetu tulifungua mwaka 2002 Kibaha, Pwani. Tulikuwa tumekaa na ndugu yangu katika kupeana idea hizi. Tulikuwa tu katika story. Mimi nimecheza mpira katika ngazi zote za football hapa Tanzania na nje ya Tanzania, lakini njia ambazo tulipitia kwenda kufanikiwa kucheza zilikuwa ngumu sana. Ilibidi mtu ufanye kazi ya ziada sana hadi kipaji chako kionekane. Kwa hiyo kutoka kwenye nyanja za kucheza nilitamani sana
vijana wetu hasa wa mkoa wa Singida wasipitie njia zile ambazo tunapitia. Kwa hiyo katika kutengeneza taasisi hii tulitamani vijana tuwarahisishie zile safari ambazo tulipita sisi. Tunajua njia za kuwatengeneza hadi kuwafikishia kule. Yes, sisi tuliamua vile, lakini kitu kikubwa ilikuwa ni kuwasaidia vijana wafikie ndoto zao, lakini sio kwa kupitia njia ngumu sana. Yes. Hongereni sana. Nashukuru sana. Kuna mtazamaji ambaye anajiuliza hivi sasa, pengine hapa tumeona rika tofauti, kuna wadogo, kuna wakubwa. Nyinyi kama Bapton FC mnajihusisha na wachezaji wa umri wa namna gani? Ya, hii ni taasisi ambayo tumeisajili kwa mfumo wa academy. Kama tunavyojua academy inachukua vijana wa rika zote, lakini katika timu yetu tunaye kuanzia miaka 9 hadi na kuendelea, yani kuanzia miaka 9 kwenda juu, kwa sababu Baptani sio kwamba tu inadili na soka la vijana, lakini vile vile tunashiriki mashindano mbalimbali, mashindano ya FA, mashindano ya ligi ya mkoa na ngazi za taifa. Kwa hiyo kuna ngazi ambayo utafikia itahitaji mtu mzima zaidi, lakini kuna mashindano ya vijana wadogo. Yes, kwa hiyo sisi tukipata mashindano yoyote yale, tuna uwezo wa kushiriki mashindano hayo kwa sababu kategori zote tunazo. Yeah. Kuna kitu ambacho mimi najiuliza kuhusiana na nyinyi mmesema kwamba mnahakikisha vijana hawa wanafanikiwa kupitia njia rahisi sio ngumu ambazo nyinyi mliaso zamani, na sasa hivi kweli wachezaji wako wengi Tanzania na kila mmoja mchezaji ana ndoto za kuwa mchezaji mkubwa. Connection huwa zinakuja namna gani kuhakikisha kwamba kila mchezaji anasogea, sababu umri unaenda kama ulivyosema, lakini umri hauwezi kubaki pale unatembea. Timisi kwamba kila mchezaji anatakiwa apige hatua. Connection huwa mnazipata kwa namna gani? Yes, mimi nafikiri swali hilo ni zuri sana. Kama nilivyotangulia kusema, mimi nilipata bahati ya kucheza mpira katika nyanja zote za football hapa Tanzania. Kwa hiyo unakuja kukuta watu wenye umri wangu, wengi wetu tuliocheza nao, wengine ni makocha sehemu nyingine, wengine ni viongozi mbalimbali kwenye taasisi mbalimbali. Kwa hiyo kupitia connection hizo tuna uwezo kumsogeza kijana kutoka hapa kwenda sehemu nyingine, lakini vile vile tumekuwa waumini sana wa kushiriki mashindano ya vijana yanayojitokeza pande zote za Tanzania. Kwa hiyo mashindano mengi, ukishiriki mashindano mengi inavyowezekana, kwa hiyo kijana ni rahisi sana kuonekana. Kwa sababu kama tunavyojua sasa hivi uwekezaji umehamia sana kwenye soka la vijana. Mawakala wengi wanafuatilia sana vijana wadogo. Kwa hiyo unapowapeleka kwenye mashindano yale ambayo ni official, yanaangaliwa sana. Kijana kama uwezo wake ni mkubwa na kashaiva ipasavyo, ni rahisi sana kupata nafasi kwenye timu yoyote ambayo inawezekana kumhitaji. Wakati na tamani kuja kuzungumza na nyinyi, nilifanya baadhi ya research nikaambiwa kwamba hao vijana wanakaa pamoja, nikimaanisha camp. Najua gharama kubwa za uendeshaji wa vituo kama hivi, hususan za vijana ambao wanakaa pale, kuna chakula na baadhi ya mahitaji. Nyinyi mmewezaje kumudu gharama hizo, na njia gani ambayo mmetumia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vijana hawa wanakaa katika mazingira mazuri? Ya sisi kwanza waanzilishi wa hii taasisi ni watu ambao tumetoka kwenye familia maskini sana. Kwa hiyo njia ngumu ambazo tumepitia katika kufanikiwa, tunataka tuwasaidie vijana wetu wa kimaskini kama sisi kufikia malengo yao. Kwa hiyo kwenye swala la camp hatujapata shida kubwa sana, kwa sababu kiukweli njia ya kwanza ya kumudu gharama za camp tumesaidiana sana na wazazi. Kwa mfano kama sisi tunaweza tukatafuta nyumba, tukalipia nyumba, vijana wetu wakaishi, lakini wazazi wa hawa vijana wanatusupport sana, wanatusupport kwenye masuala ya chakula. Kuna watu wametoka vijijini